Episode inaanza na tension ikiwa juu zaidi kuliko hapo awali. Baada ya tukio la supermarket kusambaa, Erin sasa si mtu wa kawaida tena mbele ya macho ya watu. Yeye ni kitendawili kinachotafutwa na kila mtu, lakini tofauti na anavyotaka, maisha yake ya zamani yanaanza kumkimbilia kwa kasi. Polisi wanaanza kuchunguza tukio la supermarket kwa undani zaidi. Video zinatazamwa tena na tena na kila mtu anauliza swali moja: huyu mwanamke alijifunza wapi kupigana hivyo? Erin sasa anaanza kuhisi shinikizo kutoka kila upande. Hata watu wa kawaida wanamwangalia kwa mashaka. Nyumbani hali inakuwa nzito zaidi. Jordie anazidi kutoelewa kwa nini mke wake ana uwezo wa kijeshi, kwa nini haelezi historia yake, na kwa nini anaonekana kuogopa sana mtu au kitu fulani. Lakini Erin bado anajizuia kusema ukweli wote. Episode hii inaanza kutoa mwanga mdogo kuhusu maisha ya zamani ya Erin. Kupitia flashback na mazungumzo mafupi, tunaona dalili kwamba Erin hakuwahi kuwa mwalimu wa kawaida tu. Alikuwa na maisha ya hatari sana kabla ya familia yake. Kuna watu wanamjua kutoka zamani, lakini bado hakuna picha kamili. Ni vipande tu vya ukweli. Hapa ndipo episode ya 3 inakuwa kusisimua zaidi. Erin anagundua kuwa hatari haimlengi yeye tu, binti yake sasa yuko kwenye mstari wa moto. Kuna tukio la kutisha ambapo linakuwa wazi kuwa watu wasiojulikana wanajaribu kumkaribia mtoto wake. Hii inabadilisha kila kitu. Erin sasa si mtu anayejaribu kuficha siri tu, sasa ni mama anayepigania maisha ya familia yake. Wakati hatari inazidi, Erin hana chaguo. Anaanza kuonyesha tabia ambazo zinaonyesha wazi ana mafunzo ya kijeshi au operation maalum. Ana uwezo wa kupanga mapigano haraka. Anaweza kutambua hatari kabla haijatokea. Katika tukio moja la mshtuko, Erin analazimika kujilinda na kujibu kwa nguvu kubwa, akithibitisha kwamba hawaogopi tena kama zamani, ikiwa familia yake iko hatarini. Watu waliokuwa wakimfuatilia Erin sasa wanaanza kuongea wazi zaidi. Inaonekana wazi kwamba wanamjua kutoka maisha yake ya zamani, hawamtafuti kwa bahati mbaya. Kuna jambo kubwa alilofanya ambalo halijasahaulika. Siri inakuwa nzito zaidi. Erin hakukimbia tu maisha ya zamani, aliacha nyuma ya kitu hatari sana. Jordie sasa anakaribia kugundua ukweli kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Anaona dalili, mawasiliano ya ajabu, watu wasiojulikana karibu na nyumba yao, na tabia ya Erin ya kuwa mwenye tahadhari kupita kawaida. Anaanza kuelewa kwamba mke wake si mtu wa kawaida kabisa, lakini bado hajui ukweli mzima, na huo ukweli unaweza kubadilisha maisha yao milele. Episode inaishia kwa mshtuko mkubwa. Erin anatambua kuwa watu waliokuwa wakimfuatilia sasa wamefika karibu zaidi kuliko alivyodhani. Hakuna mahali salama tena. Anasimama kimya kimya, uso wake ukiwa umejaa uamuzi mgumu: kulinda familia yake au kukimbia tena maisha yake ya zamani. Na kwa mbali tunaona wazi kwamba vita haijaanza bado, ni mwanzo, hitimisho. Episode ya 3, Who is Erin Carter, inageuka kuwa hatari inayoingia ndani ya familia. Siri ya maisha ya zamani inaanza kufunuka. Erin analazimika kurudi kwenye uwezo wake wa zamani. Ni episode inayoongeza swali kubwa zaidi: Erin alikimbia nini na nani bado anamtafuta?